kuanzia dakika ya kwanza unaona rotation ya kikosi ambacho Steve Barker alikifanya. Wako wachezaji ambao wamecheza maeneo tofauti kulingana na sifa ambazo wako nazo. Kipindi cha kwanza wakashindwa kupata bao, lakini wanarudi second half wamejaribu kupushi kwa namna moja ama nyingine, lakini mambo yakawa ni magumu kwa upande wao. Kitu kizuri ni kwamba Police Kenya alikuja akiwa anajua kabisa anakwenda kukutana na timu ambayo itahitaji kushinda, hivyo alijiandaa kwenye mazingira yote. Ndio maana unaona hata aina ya mechi ambayo Simba amepata sio mechi nyepesi, kwa maana hakukuwa na urahisi wa kupita kwenye baadhi ya maeneo, lakini wanatazama namna ambavyo walikuwa wanatengeneza nafasi na ubora wa Police Kenya kwenye namna ya kuzuia walikuwa superb sana. Kwa hiyo tumi nadhani Simba wamefanya kitu chao vizuri kuanzia mwanzoni kabisa, mapema kabisa, lakini kukosa ushindi nadhani kuna kitu ambacho kimepungua kwenye mioyo ya mashabiki wa Simba, kwa sababu wao wanahitaji kuona ushindi ukiwa unasindikiza furaha ambayo ilianza mapema kabisa. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kimetokea nadhani kwangu wanapaswa kukichukulia kama homework kuelekea kwenye mchezo wa tarehe 12. Kwa namna ambavyo umeiona Simba sasa, matumaini yapo msimu unakuja kuanza tarehe 12. Ni mapema sana kuanza kusema hivyo, kwa sababu kama utatumia tu mchezo wa leo kuweza kuwajaji, ndio kwanza mchezo wa kwanza, kwa maana wakiwa uwanja wa nyumbani, lakini ndo wachezaji wengi wameingia, lakini hata kikosi ambacho kimecheza hizo dakika 90 sio kile ambacho naamini kinakwenda kuanza kwenye mchezo wa tarehe 12. Maana yake tumeona leo rotation za kutosha, kutegemea mchezaji kama Semfuko kucheza kama center back, lakini umeona Anthony Mligo pia kwenye maeneo ambayo sio ya kwake. Eneo la kiungo alikuwepo Ruemba, si kiungo mkabaji, lakini amecheza kwa sababu ulikuwa ni mchezo wa kuendelea kuitafuta Simba ambao wanaamini itawapa furaha kwenye michezo zijazo. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani bado ni mapema sana kuanza kuzungumza hivyo. Naamini kwenye ubora ambao Simba wako nao la katikati, ambako ndo uti wa mgongo wa timu yoyote. Hakukuwa na muunganiko mzuri kuanzia dakika ya kwanza, na pengine ni kutokana na rotation ambazo zimekuepo. Kipindi cha kwanza tumeona ameanza Kagoma pamoja na Jabal kama Skosei, lakini second half pia akaweza kuswitch Neo Maema pamoja na Ino Jospin Loemba, lakini pia tukaona baadaye akaingia pia Kelvin Nation, ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na wakati mzuri huko walikotoka. Lakini yuko Simba sasa, maisha ni mapya, mazingira ni mapya, unahitaji kupata muda wa kuzoea kile ambacho alikuwa na kitoa kule alikotoka. Kwa nadhani kwangu mimi muda utaongea, lakini kwa hivi sasa unaweza kusema kwamba hakuwa na wakati mzuri Simba kwenye mchezo wa leo. Wanasema Ibrahim Dumbi ya kumtetea ni ngumu, amepata half chance, ameshindwa kuzifanya ziwe nafasi na kuzitumia. Naweza nikaungana nao kwenye mchezo wa leo, lakini bado naamini anaweza akafanya kitu. Of course kwa mchezo wa leo hajao na kiwango bora, na utegemee mchezaji ambaye atashindwa kucheza mbele ya Chama, kwa sababu Chama ni miongoni mwa wachezaji ambao anarahisisha vitu vingi viweze kuwa rahisi. Anatafuna, anafanya kila kitu, kinachobaki ni wewe kumeza, lakini kwa Dumbi imekuwa tofauti kwenye mchezo wa leo. So anapaswa kwenda kubadilika kwenye michezo ijayo, kwa sababu mashabiki wa Simba watu kupa muda sana. Na ameanza kuzungumzwa toka alivyoingia, unaona imani yake kwa mashabiki ni ndogo. Wanachopaswa ukifanya ni kuchukua yale maneno ama kuchukua kama challenge kwenda kuthibitisha kwamba yule Dumbi ambaye mlikuwa mnamzungumza kwenye midomo si yu ambaye anaonekana kwa hivi sasa. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kwenye mchezo wa leo, of course ukiniuliza, hajawa na athari yoyote kwa wapinzani. Anatakiwa kwenda kurekebisha kile ambacho amekuwa nacho toka alivyotua Simba, na nadhani pia kwa kocha anaendelea kumpa nafasi, kwa sababu anaamini pengine kuna kitu ambacho anaweza kukifanya, lakini ni muda tu ambao bado haujawa na ruksa kwa upande wake kuanza kufanya vitu vikatokea. Kuanzia kwenye michezo ya Kagame hadi hapa ilipofika, Simba Sports Club wameonekana kusuasua. Ni sawa kwa wachezaji mashabiki wake kwenda bila matumaini kwenye mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya Young Africans ambao kwenye makaratasi inaonekana ipo bora. Mimi ukiniuliza timu ambayo inapaswa kuwa na tahadhari mchezo wa tarehe 12 ni Young Africans, bila kujali nini ambacho kitatokea kwenye tamasha lao la kesho. Lakini Yanga ina idadi kubwa ya wachezaji wapya. Yanga kocha ni mpya. Asilimia kubwa ya wachezaji ambao walifanya vizuri mbele ya Yanga msimu uliopita bado wapo. Anarudi pia Selemani Mwalimu. Maana yake Simba anajua wapi pa kuanzia. Hiki kinachoonekana kwenye mashindano ya Kagame, kilichoonekana leo, kisiwapotoshe watu na kuwatua kwenye leli kusahau nini ambacho Simba yuko nacho. Rasilimali watu ambao Steve Barker yuko nao, naamini kuna kitu kikubwa sana ambacho kinakuja, lakini kwa hivi sasa ukiwaeleza watu naweza wasikuamini, lakini
miongoni mwa timu ambayo naipa kipaumbele kwenda kushinda mchezo wa dabi ya Kariakoo ni Simba, kwa sababu zile timu ambazo zinakuwa wapi matarajio kufanya vizuri ndio zinageuka kama tishio. Lakini pia hata wale wachezaji ambao unaona ni wa kawaida kwenye huo mchezo, maana yake hata umakini wawekee kwa asilimia kubwa sana, maana unajikuta wakati ambao uweki umakini kwenye hao wachezaji ndio wanakwenda kukuadhibu, tofauti na Simba ambao wanaingia najua kabisa kuna Peter Sharulile nikimwacha atafanya hiki, kuna Alan Okero, kuna huyu nikimwacha atafanya hivi. Kwa hiyo kwangu mimi muda utazungumza, lakini ninaamini Yanga mwenyewe pamoja na kikosi ambacho uko nacho, majina ambayo uko nayo, hapaswi kuingia kichwa kwenye mchezo wa tarehe 12. Nimemsikia Mohamed Dewji akiulizwa pale kuhusu usajili kwamba umeisha hujakwisha, pesa bado zipo benki na nini. Ni kweli Simba bado anapaswa kuingia sokoni kuangalia wachezaji wengine kwa hawa tuliowaona hapa leo? Kama uwezekano upo wide out, kwa sababu ukihitaji kuongeza mchezaji kwa hivi sasa, maana yake unapaswa kuwa na mchezaji bora zaidi, kwa maana sasa hapa tunamtaja labda sample ya Failasufi ambaye amekuwa kwenye midomo ya mashabiki, na nadhani ndio kilio cha mashabiki wengi wa Simba. Kwa hiyo kama uwezekano wa kumpata mchezaji kama Faitoto upo, why not usifanye hivyo? Kwa hiyo kwangu mimi endapo Simba wataingia sokoni kwa kuleta quality tofauti na ambayo ipo, ni vizuri, unaendelea kuongeza ushindani, lakini pia ubora kwenye maeneo ambayo yanahitajika. Kwangu mimi nadhani kama uwezekano upo, ni jambo muhimu la kufanya hivyo kama wataona kuna uhitaji pia. Wewe kama mchambuzi umeona mapungufu ya Simba katika maeneo gani kama ni ndio? Kwenye mchezo wa leo kote katika ulivyoiona kuanzia Kagame mpaka leo. Mimi naamini kwenye muda Simba ilikuwa na changamoto pengine kwenye eneo la ushambuliaji ambao ndo kilio cha wengi ukiwasikiliza. Anarudi Selemani Mwalimu ambaye tukupata nafasi ya kumuona kwenye mashindano ya Kagame. Kwa kama anarudi, maana yake wanaongeza pia quality kwenye hilo eneo. Lakini pia hata Simba kwenye haya mashindano wameenda kwa mafungu. Elim Panzo ambaye alikuwa anatumika kama force number 9 msimu uliopita hakupata nafasi kubwa sana ya kucheza kwenye mashindano ya Kagame. Tafsiri halisi maana yake hata kama Simba watu yaleta mshambuliaji mwingine, bado hao waliopo wanaweza kufanya kitu endapo muda utaruhusu. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni mapema sana kuanza kusema mapungufu ya Simba yako wapi. Hebu tumalize na ile ubunifu ambao umefanya Ahmed Ally, pengine hii imekaje? Ana mpinzani kwenye matamasha. Tumi Ahmed Ally sijui nimlinganishe na kitu gani, kwa sababu ya ubunifu ambao amekuwa nao kwenye kila msimu, anaingia kitu tofauti na amethibitisha hilo, sio kwa bahati mbaya. Msimu uliopita kuna namna aliingia, lakini msimu huu namna ambavyo ameingia pia kuna namna ambavyo anaenda kuacha story kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwangu mimi nimpongeze, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anafikiria vitu ambavyo pengine kwa macho ya kawaida huwezi ukaona kama vinatokea. Nadhani kwenye hiyo engo, tukija kwa wasemaji, amejitofautisha na wasemaji wenzake. Kama kuna msemaji anataka kuiga kile anachokifanya Ahmed Ally, maana yake anapaswa kujiandaa kweli kweli. Viatu vya Ahmed kuvivaa ni vikubwa kwa wasemaji wengi kutokana na kile ambacho amekuwa nacho. Kwa hiyo kwenye hilo nimpongeze, amekuwa mbunifu tena, kwa sababu anabadilika pia kulingana na mazingira, anaangalia nini ambacho sijakifanya ndani anakifanya kwa namna ambavyo aliingia. Huo unatarajia kuleta wanyama kama wale, manake Ahmed angejisahau tu kidogo, afungulie wale majani pale, uwanja ungekuwa mdogo, watu wangekimbizana. Kwa hiyo nimpongeze kwenye hilo, lakini pia hata wachezaji, kwa maana wasanii ambao wamepata nafasi ya kuperform wamefanya vizuri kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tuwapongeze kwenye tamasha, wamefanya vizuri sana, pamoja na kuwa huwezi ukakosa dauti kwenye baadhi ya maeneo, na ulikuwa unatamani kwenye kile ambacho wamekifanya kisindikizwe na ushindi ambao ungepatikana uwanjani, lakini kwa bahati mbaya wamejaribu kupushi ikashindikana. Kwa hiyo tuangalie nini ambacho kinafuata kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii. Asante.